Naam, umewahi kuota unamsaidia mtu kujifungua? Labda ulikuwa hospitalini, nyumbani, au hata hukuwa daktari, lakini ulikuwa pale, ukishika, ukisaidia, ukitia moyo, na mtoto akazaliwa. Sasa swali ni hili: kwa nini ulikuwa wewe? Kwa nini hakuwa mtu mwingine? Kwa nini hukutazama tu, bali ulihusika moja kwa moja? Leo nitakuonyesha ukweli ambao watu wengi hawaujui, kwa sababu ndoto hii si ya kawaida. Ina ujumbe mzito sana kuhusu maisha yako, nafsi yako na watu wanaokuzunguka. Kwanza kabisa, elewa kitu moja: kuzaa kwenye ndoto si lazima iwe mtoto halisi. Hapa inaweza kuwa wazo jipya, biashara mpya, mabadiliko ya maisha, safari ya kiroho, au hata mwanzo wa kitu kikubwa ambacho hakijawahi kutokea kabla. Sasa angalia vizuri. Wewe hukuzaa mtoto, wewe ulikuwa unasaidia. Hapo ndipo siri ipo. Hii ina maana kuna kitu kinazaliwa katika maisha ya mtu mwingine, lakini wewe umeitwa kusaidia. Unaweza kuwa unamsaidia rafiki kufungua biashara, unamshauri mtu anayepitia wakati mgumu, au unakuwa sehemu ya mafanikio ya mtu mwingine. Kwa lugha rahisi, wewe ni msaada wa hatima ya mtu mwingine. Hebu fikiri hali ya kujifungua. Ni maumivu, ni presha, ni wakati hatari. Sio kila mtu anaweza kuwepo pale, lakini wewe ulikuwa pale. Hii inaonyesha kitu kikubwa sana kuhusu wewe. Wewe ni mtu ambaye anaweza kuaminika wakati mambo ni magumu. Watu wengi hukimbia matatizo, wengine hujificha, wengine wanazungumza tu, lakini wewe unaingia ndani ya hali halisi na kusaidia. Ndoto hii inasema una uwezo wa kusaidia mwingine wakati wa shida, una moyo wa kujali, na una nguvu ambayo hata wewe huenda hujagundua bado. Kujifungua ni mchakato, sio tukio la sekunde moja. Ni safari yenye maumivu, subira, hofu na matumaini. Kwa hiyo ukiota unamsaidia mtu kujifungua, inaweza maanisha kuna mtu karibu na wewe anapitia mabadiliko makubwa, na wewe uko ndani ya hiyo safari. Inaweza kuwa anabadilisha maisha yake, anapona kiroho au kihisia, anaanza upya baada ya kushindwa, na wewe si mtazamaji, la, wewe ni sehemu ya mchakato. Sasa hapa ndipo mambo yanakuwa mazito zaidi, kwa sababu sio kila mtu huota ndoto ya kusaidia kuzaliwa. Ndoto hii mara nyingi huja kwa watu ambao wanapaswa kufundisha, wanapaswa kuongoza, wanapaswa kusaidia wengine kuelewa maisha. Jiulize, kwa nini ulikuwa unasaidia? Kwa nini ulikuwa karibu sana na tukio hilo? Hii inaweza kuwa ishara kubwa. Una wito wa kusaidia watu kuzaliwa upya katika maisha yao. Kwa mfano, kuwasaidia kuelewa ndoto zao, kuwapa mwanga wanapopotea, kuwainua wanapoanguka. Kwa Kiswahili rahisi, unaweza kuwa mwalimu wa maisha ya watu wengine. Sasa niseme ukweli mwingine ambao wengi hawapendi kusikia. Sio kila maana ni nzuri moja kwa moja. Ndoto hii pia inaweza kuonyesha kuwa unabeba mzigo wa mtu mwingine. Labda unawajibika sana kwa mtu, unahisi maisha ya mtu yanategemea wewe, au umejikuta unasaidia hadi umechoka.
Na kama kwenye ndoto ulikuwa na wasiwasi, ulijisikia kuchanganyikiwa au uliogopa, hiyo ni ishara kuwa unahisi presha katika maisha halisi, na hapo unapaswa kuwa mwangalifu. Kusaidia ni vizuri, lakini kubeba kila kitu si busara. Maelezo ya ndoto yako ni muhimu sana. Kama mtoto alizaliwa salama, hii ni ishara ya mafanikio. Kama kulikuwa na shinda, mafanikio yatakuja ndio, lakini kwa taabu. Kulikuwa na hofu, basi unahisi kutokuwa na uhakika. Hii inaonyesha mchakato unaendelea, lakini hauko sawa kila wakati, kama vile maisha halisi. Hebu fikiria hii. Kuna mtu pale Nairobi ana ndoto ya kufungua kibanda cha chakula, labda chapati na chai ya tangawizi, lakini hana ujasiri. Wewe unakuja, unamshawishi, unamsaidia kupanga, unamwambia jaribu tu. Miaka miwili baadaye ana duka kubwa. Sasa watu wanamwona yeye kama aliyefanikiwa, lakini ukweli ni huu: wewe ulikuwa chumba cha kujifungulia. Hiyo ndio ndoto hii inakuambia. Kwa hiyo rafiki yangu, ukiona ndoto ya kusaidia mtu kujifungua, usidharau. Hii si ndoto ya kawaida, ni ujumbe kuwa una nafasi muhimu katika maisha ya watu. Una uwezo wa kusaidia kitu kikubwa kuzaliwa, na huenda hata hujajua nguvu ulionayo. Lakini kumbuka pia, usibebe kila mzigo. Jua mipaka yako na tumia hekima unaposaidia wengine. Sasa nataka kukuuliza swali moja la mwisho. Ni nani katika maisha yako sasa hivi anahitaji msaada wako ili kuzaliwa upya? Tafakari hilo. Kama umejifunza kitu kipya leo, bonyeza like, subscribe kwa mafunzo zaidi kama haya, na usisahau kushare video hii na mtu ambaye anaweza kuhitaji ujumbe huu, kwa sababu wakati mwingine mtu mwingine anasubiri wewe ili maisha yake yaanze. Asante sana, tukutane kwenye video inayofuata.